Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpendwa na mpenzi wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Leo ni siku nyingine ambayo kwayo tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kukutana katika darasa letu hili pendwa kabisa, ambalo muda mrefu kidogo tulikuwa hatujafanya darasa, lakini leo tumekaa chini na kuweza kukuletea kitu ambacho ukikifanyia kazi kinaweza kuwa ni msaada mkubwa katika maisha yako ya ulimwengu. Lakini pia kuna namba za simu ambazo zinapatikana hapo kwa wale wenye shida tofauti tofauti. Unaweza ukapiga simu ukaeleza una maradhi ni ya namna gani. Tukishayajua basi itakuwa ni sababu ya kukuelekeza namna ambavyo utatafuta ilaji yake. Kama ni yanafaa katika masuala mazima ya dua, tutakuelekeza basi ni dua gani ambayo unaweza kuifanya. Lakini pia vile vile kama itakuwa ni dawa, tutakuelekeza dawa ambazo unatakiwa utumie, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametueleza kwa kutuambia baada audhu billahi minash shaitani rajim waja'alna likulli shay'in sababa. Allah tabaraka wa taala amejalia kila kitu ni sababu. Upo katika ardhi yote duniani. 771 ni namba ya WhatsApp kama ilivyokuwa kawaida, lakini 220 hiyo unaweza kupiga na tukazungumza moja kwa moja kwa wale walioko katika ardhi ya Tanzania. Upendo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, leo nimekuletea darasa ambayo kwayo unaweza ukajifunza vitu vingi sana. Utapima maneno unayozungumza mimi na mzunguko mzima wa maisha yako kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia familia iliyokuzunguka. Je, mna dhiki, mna tabu ya mambo ambayo yanafanana katika familia, au ni mambo ambayo yanakusibu wewe peke yako tu? Wanasema ng'ombe wa maskini hazai, na akizaa basi anazaa tasa. Je, ni miongoni mwa wale ambao wanatumiwa lugha hiyo kutokana na kutokufanikiwa mambo yao? Kazi hazisimami, biashara haziendi, lakini pia vile vile ndoa haziwi vile unavyotarajia. Umeipata kwa tabu, lakini umeingia unajuta kwa nini umeingia. Lakini pia umepata mtoto maisha yake namna anavyokuwa unajuta pia vile vile kwa nini Allah tabaraka wa taala alikuruzuku chango la namna hiyo. Upendo wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama, leo nataka tusimamie katika darasa linalozungumza ya kwamba, au kichwa cha habari, matatizo, dhiki zinazotokana na familia. Hii ndio darasa yetu kubwa ambayo tutatamaraki nayo siku ya leo. Matatizo yanayotokana na familia. Wewe familia yako ina dhiki gani? Ina matatizo gani? Hamuelewani, hampendani, shida, mabalaa, maisha yenu yanafanana na mfano wa hivyo matatizo ya familia. Ni matatizo ambayo kwayo yanaweza yakawa yanasababishwa na nyinyi wenyewe bila kujua, au yanaweza yalikuwa yamesababishwa, au yanaweza yakawa yamesababishwa na wazazi waliowazaa nyinyi, watoto mnapitia mateso, au huenda yamesababishwa na wazazi waliowazaa wazazi wenu, yani babu na bibi. Kama sio babu na bibi, basi yanaweza kuwa ni matatizo ambayo yametoka katika koo yenu, yani koo yenu, silsila yenu ni silsila ambayo inapitia dhiki na matatizo yenye kufanana. Kama kutokuolewa, basi nyote hamuolewi, na hata kama mtu atatokea kuolewa, basi kudumu kwake katika hiyo ndoa ni mtihani. Kama ni biashara au kazi, wote mnajikuta kazi zenu ni za ajabu ajabu, yani si kazi rasmi, na wengi wanakuwa hawadumu katika kazi hizo. Kuna dhiki, kuna tabu huenda ilisababishwa huko, ambayo laana hiyo bila wewe kuiondoa, au wengine wanasema kwamba kuna mwingine abutue ili kuokoa wote, mfano wa Kombolela. Yani mmoja ni sababu ya familia nzima kunusurika na kukaa sawa. Unaweza kuwa unajitibia katika njia zingine, unafanya dua, unamuomba Allah tabaraka wa taala kunusuru, lakini kuna vitu vya kifamilia ambavyo vinatakiwa viguswe, ambavyo hivyo vikiguswa basi salama yenu inaweza ikapatikana. Hebu tuanze na aya ya Allah tabaraka wa taala inayoeleza tujue ukubwa wa matatizo ya familia. Allah tabaraka wa taala anatueleza, ya bani adama, enyi wana wa Adam, la yaftinannakum shaitan, angalieni asije akakufitinisheni dunia shaitani. Tazama Allah tabaraka wa taala anavyoeleza, ya bani adama, enyi watoto wa Adamu, la yaftinannakum shaitanu kama akhraja abawaykum fil janna, angalieni na chungeni asije akakufitinisheni shaitani kama akhraja abawaykum fil janna,
kama vile ambavyo alivyokutoeni alivyowatoa baba zenu wazazi wenu katika pepo. Allah anatupa tahadhari, angalieni nyinyi watoto wa Adamu, asije akakufitinisheni sheitani kama ambavyo alivyowatoa wazazi wenu katika pepo. Aya hii kutoshe, au mwanzo wa aya hii kutoshe kujua kuwa sheitani anaweza akakutoa katika neema, au anaweza akawatoa watu katika neema waliokuwa nayo na wakaja katika dhiki, kwa sababu inna shaitana yuidukumul faqra, hakika sheitani amemwahidi ufakiri mwanadamu. Mama atala, shaitani amekuahidi ufakiri, amemtoa baba yetu Adam na mama yetu Hawa katika pepo. Allah tabaraka wa taala anatusisitiza kupitia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'mal bighada. Haya ni maneno ya Imam Ali, i'mal bighada, ifanya kazi kwa ajili ya kesho yako kuipata pepo, pepo ambayo aljaru ahmad warahmanu nashiha kusuruha dhahab walmisku tinatuha wazafarani hashishun nabitu fiha. Shaitani amemtoa baba yetu Adam na mama yetu Hawa katika pepo ambayo dhahabu ndio kuta za majumba yake, lakini zafarani ndio mimea iliyooteshwa katika pepo hiyo. Walmisku tinatuha, na miski ndio mchanga wa pepo hiyo. Akapambana, je, kuna sehemu yenye neema, yenye uzuri, yenye furaha kama pepo? Sote tunahangaikia hapa, wewe Muislamu, usiwe Muislamu, wewe uswali, wewe unaswali, wote tunatamani kuingia katika hiyo pepo, tunaihangaikia hiyo. Kwa kama aliweza kumtoa baba yetu Adamu katika pepo, basi huyu sheitani anaweza kukutoa katika neema yoyote ambayo familia yako ilikuwa ipo katika neema hiyo, au wewe ulikuwa katika neema hiyo. Sasa huenda wazazi wetu wanaweza kuwa walisababisha matatizo ya familia. Ndio darasa yetu, kichwa cha habari, matatizo ya familia. Je, wewe tatizo lenu kubwa ni lipi katika familia yenu? Je, wazazi wenu walishiriki kiasi kikubwa kushirikiana na mashaitani bila wao kujua, au wakaingia katika sihiri bila wao kufahamu, mpaka automatically wakajikuta wameingia katika jambo ambalo sasa linatesa vitukuu, ambavyo kitukuu mwenyewe ni wewe ambao unaonitazama sasa hivi. Kwa unaweza kuwa uko na kazi, umepata kazi nzuri, lakini ghafla ukafukuzwa. Kama akharaja abawaikum fil janna, kama vile ambavyo alimtoa baba yako au baba yenu peponi, au wazazi wenu peponi. Anakutoa sheitani katika neema ya kazi, pepo yako, furaha yako ya kilimwengu, lakini una ndoa yako tamu, unampenda mume wako anakupenda, my sweet, my honeymoon, furaha yangu, tamu yangu, maisha yangu, kila kitu changu, my everything, ndio lugha mlizokuwa mkiitana kabla ya, lakini baadaye ni adui mkubwa, ni mtu mbaya, mtu anatamani hata ulale au wakuwekee chakula kwenye sumu, ghafla tu tafrani imeingia. Hiyo ni pepo. Ndoa ni furaha, unapokuwa kwenye furaha upo katika pepo bana, moyo umepata utulivu. Kama akharaja abawaikum fil janna, anaweza akayafanya hayo kama ambavyo aliweza kumtoa baba yetu peponi. Lakini pia vile vile umepata watoto wanaokupenda, mnapendana. Kupendana, upendo ni furaha, ni pepo hiyo, ni furaha. Upendo ni mambo ambayo yanapatikana peponi, kupendwa na ndugu, mnashirikiana lenu ni moja. Lakini je, wewe ni familia ambayo imeshahtarafiana, la kwako ni la kwake, na la kwake na la huyu ni la yule. Lakini pia ukipata tatizo anasema sawa, akome, alikuwa anajiona ni mtu bora nini. Yani familia kwa familia, nyinyi kwa nyinyi mnanyosheana vidole. Je, mtu baki itakuwaje? Kama akharaja abawaikum fil janna, ndio jibu linakuja hivyo. Kama anaweza kukufitinisheni, basi ni kama alivyokutoa au alivyowatoa baba yetu katika pepo. Kwa neema yoyote inavyoondoka, neema ambayo inakutoka katika njia ambayo wewe mwenyewe ukikaa ukitazama unaona kwamba hii si kawaida, basi Mwenyezi Mungu anasema kuweni makini, bani adama la yaftinannakum shaitani, asijaka kufitinisheni huyu shaitani, kama akharaja abawaikum fil janna, kama alivyowatoa baba yetu na mama yetu peponi. Tena Allah tabaraka wa taala anaendelea kwa kusema kwa aya hii, angalia, yazi'u anhuma libasahuma. Lengo la huyu shaitani ni kuwavua nguo wazazi wetu wawili, baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Mwanzo walikuwa katika stara, vazi ambalo wao walikuwa hawajioni kwamba hawana nguo, lakini kwa shaitani kuwakufurisha, na wao wakaingia katika mtihani ambao walikuwa hawajui kama wanakwenda kwenye mtihani, japokuwa walitahadharishwa,
Mwisho wa siku ikawa nini? Ghafla wakajikuta wamevuliwa vazi waliokuwa wakilivaa. Baba yetu Adam anamuona sasa kiuhalisia mama yetu Hawa kwamba hajavaa nguo, yuko aura, yuko uchi, na Hawa anamuona baba yetu Adam kwamba yuko uchi, na hapo tena peponi sio makazi yao. Sheitani ana uwezo. Je, wewe ni miongoni mwa watu wenye kudhalilishwa tu? Yani kila jambo utakalolifanya mwisho wako ni tadhlili. Imani kazini, basi unaishia kudhalilika. Hata bosi wako anapokuwa anakuelekeza kitu, hakuelekezi kama maelekezo ya kukutengeneza, anakuelekeza kwa maelekezo ya kukudhalilisha kwa wafanyakazi wenzio, ili uonekane ni kituko, ni kitu cha ajabu. Je, unayapitia hayo? Lakini pia vile vile haya unajua inaweza kawa imetokana na familia yako, yani koo yako kutokea huko, ima kwa mababu kama nilivyosema hapo awali, au kwa wazazi wetu waliotuzaa, au kwa wazazi waliozaa wazazi wetu, au wewe mwenyewe umekwenda kuyakoromola sehemu bila kuyajua. Mwisho wa siku unakuja kuathiri na watoto wako ambalo ndio taifa la kesho. Ukiambiwa mtoto ni taifa la kesho, sio kusaidia tu taifa la Tanzania au nchi yoyote, hapana. Anaweza akaja akawa taifa la kesho kipindi ambacho umechoka, huwezi kufanya chochote, yeye akasimama kwa mifumo vizuri uliyoitengeneza, akaja akakusaidia wewe baadaye. Lakini huyo ndo kaharibiwa hayo maisha. Wapendwa, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wewe ni mtu ambaye unadhalilika, unawekwa wazi mambo yako, stara imeondoka, basi jua inawezekana ni mkono wa sheitani bila sisi kujua. Lakini pia vile vile, kwa sababu kipengele cha leo kitakuwa si kirefu sana, ila isipokuwa darasa hili litakuwa linaendelea na ni tamu sana darasa hili, na nitaomba tu share kwa watu wengine tunawapenda, lakini pia kwa wale ambao hawajasubscribe pia tusubscribe. 771 ni namba ya WhatsApp, lakini 220 unaweza kupiga moja kwa moja na ukanipata. Yazi'u anhuma libasahuma, lengo lake ni kuwavua vazi lao, na kweli alifanya hivyo, walivuliwa vazi walilokuwa wakilivaa. Liuriyahuma sawatihima, wakajikuta wako uchi, hawajavaa nguo yoyote. Wameonana ya kwamba baba yetu Adam kama alivyosema hapo awali, anajua mke wangu hajavaa nguo. Allah tabaraka wa taala anatueleza juu ya ukubwa na uzito wa huyo sheitani ya kwamba innahu yarakum, hakika sheitani yeye anatuona. Ndugu zangu, sheitani aliomba dua, jini aliomba dua, kwa sababu huyu sheitani Ibilisi anatokana na majini. Jini wa kwanza kuumbwa alijulikana kwa jina la Sumaiya. Allah tabaraka wa taala akamwambia Sumaiya, tamani, wewe Sumaiya, tamani kile unachotamani kupata kutoka kwangu. Allah tabaraka wa taala alivyotoa fursa hiyo, Sumaiya aliomba mambo matatu, akasema atamanna annara wala nura, ya Rabbi, natamani mimi waone viumbe watakaokuja baada yangu, lakini wao wasinione. Kwa Allah tabaraka wa taala sema innahu yarakum, sheitani anakuoneni. Dua hii inathibitisha kwa aya hii kwamba Sumaiya alikubaliwa dua yake. Jambo la pili akasema atamanna annaghiba tahta thara, natamani niweze kupita sehemu ambayo kiumbe mwingine hawezi kupita. Kwa jini anapita sehemu nyingi ambazo mwanadamu wa kawaida hawezi kupita, jini anapita. Isipokuwa wewe na maarifa makubwa mno ndio unaweza kufanya mambo makubwa kama hayo. Lakini kama vile ambavyo yule alivyoleta kiti cha Nabii cha Malkia Barqis kumletea Nabii Allah Suleiman, ili uwe na nguvu hiyo lazima uwe ni mtu ambaye umesoma na unajua kitabu maana yake nini, yani upige kitabu kweli kweli, unaweza kuwa na nguvu hizo. Sheitani ile alikubaliwa. Lakini jambo la mwisho aliliomba kwa Allah tabaraka wa taala, kila akizeeka sheitani aweze kujikoboa na kurudi kijana. Hapa na kupa kitu hii hauna hii, na watu wengi hawana, na kupa kitu hii, na wamezungumza wanazuoni na wamekubaliana katika vitabu mbalimbali, sawa sawa, wamekubaliana kwamba sheitani baada ya kumuomba Allah tabaraka wa taala hivyo, jini anakuwa mpaka anazea kuwa mtu mzima, kiasi ambacho ikifikia hapo kwa mwanadamu hajiwezi tena, anasubiri amri ya Allah imfikie ili aondoke katika ardhi aende katika kaburi. Lakini jini anapofikia kipindi cha kuzeeka, kachoka, pale anajikoboa na anaanza kurejea umri wake kama alivyokuwa akikuwa, yani kama alivyokuwa hapo awali, anarudi, atakuwa mbaba au mama. Tunachukulia mfano kwa lugha za kibinadamu, sio lugha za kijini. Atarejea, atarudi kuwa mvulana kama alivyokuwa mvulana. Atarejea, atakuwa mtoto au kijana au msichana. Atarejea mpaka atakuja kuwa katika ule umri au maumbile dhalili. Yani anarudi kama mtoto asiyejua chochote, asiyefahamu chochote.
Alafu baada ya hapo itakapofika wakati wake wa kufa, jini anakufa lakini hazikwi, huwa anapotea, anayayuka katika ardhi hii. Kwa jini hafi akiwa mzee, isipokuwa anakuwa alafu baadaye anaanza kurejea nyuma, na hii inawafanya wao waishi muda mrefu. Innahu yarakum, hakika shaitani anakuoneni, wa huwa wa qabiluhum, tena hayuko peke yake huyu shaitani, yeye na makabila yake na mataifa yake. Shaitani miongoni mwa mambo yanayomsaidia kupata watoto, na ndio maana wanakuwa wengi. Hapa historia lazima iwekwe sawa. Jini alipotelemka hapa alikuwa kalaaniwa, na alivyolaaniwa alikuwa kabadilika maumbile yake yenye kuogofya, yenye kutisha, kiasi ambacho majini wengine walimkataa na kumtenga. Hivyo alikwenda mahala katikati ya bahari, na hapo ndipo ambapo alipoanza kupata kizazi chake. Kila inayozungumzwa sana ni kwamba Allah tabaraka wa taala alijalia farji sawa sawa, yani tupu katika miguu yake ya kulia, alijalia tupu, na akawa anajijamii huyu mguu wake wa kulia na wa kushoto, na anafanya anapata watoto kwa kutaga mayai. Anataga mayai 10 kwa siku, na jioni anayatotoa. Kwa asubuhi anataga mayai 10, na kila yai moja inapofika jioni basi atatotoa watoto 70 wa kike, 70 wa kiume, ambao hao ukijumlisha ni 140. 140 mara 10, yeye bado anaendelea kuzaa vile vile, yani kutaga vile vile asubuhi na jioni. Asubuhi anataga, na sehemu anaotagia ni masokoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha tusiwe wingi wa kuingia sokoni mapema. Subiri watu waingie kwanza, wakakutana na mikosi yao na mambo yao, na usiwe mwepesi, yani usichelewe kutoka sokoni. Hayo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo innahu yarakum, yeye anakuoneni, wa huwa wa qabiluhum, yeye na makabila yake, yani na watoto wake ambao ni wengi sana, kwa sababu 140 mara 10 utajua, utapata idadi kwa siku anapata watoto wangapi. Min haithu la tarawnahum, tena katika njia ambayo nyinyi hamuwaoni. Inna ja'alna ash-shaytana awliyaa lilladhina la yu'minun. Allah amesema katika aya hii, anamalizia kwamba amejalia ya kwamba shaitani atakuwa ni rafiki kwa wale ambao hawatoyaamini maneno haya, na wakafanya kwamba shaitani kuwa ni adui, wakajua kweli ni adui, na wakajihadhari katika haya. Sasa shaitani mara nyingi wanasema kwamba kila mtoto anapozaliwa, miguso hii inaweza kukupelekea hapo, utanielewa tu, ndio nakwenda matatizo ya familia huwa yanakuwaje, au unakutana nayo vipi. Kila mwanadamu, ili kujua shaitani ana uadui mkubwa ambao mpaka tuchukue umuhimu wa hii aya, la yaftinannakum shaitanu, asija akakufitinisheni shaitani, kama akhraja abawaikum min aljanna, kama alivyotutolea baba yetu na mama yetu Hawa peponi. Ikafikia mahala ukaharibikiwa mambo yako, kazi yako, ili uwe na tahadhari, huyu shaitani yuko karibu sana na wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alisema, hakuna aliyezaliwa katika hii ardhi isipokuwa kabla ya wakunga kumpokea yule mtoto au madaktari kumpokea yule mtoto, wa kwanza kumpokea alikuwa ni shaitani. Shaitani ndo alianza kukupokea kila aliyezaliwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema alipokelewa na shaitani, isipokuwa akasema illa Maryama wa ibnaha, isipokuwa Maryam na mtoto wake Isa mwana wa Maryam. Kwa kila aliyezaliwa alipokelewa wa kwanza. Hata wale madaktari wanaowazalisha watoto wazazi, yani kule reba, kabla hawajamkamata yule mtoto kichwa kumvuta atoke, kumrahisishia mwanamama apate kujifungua vizuri, shaitani anakuwa tayari kashamkamata huyu mtoto, na tayari ameanza kutengeneza misingi ya kuja kumpoteza baadaye. Isipokuwa illa Maryama wa ibnaha, isipokuwa ni Maryam na mtoto wake Isa alayhi salam. Na hii ni kutokana na dua aliyoiomba mama yake na Maryam ambaye ni bibi yake na Isa mwana wa Maryam ambaye anaitwa Hanna. Huyu mama yeye aliomba dua, cha kwanza alikuwa anataka mtoto wa kiume, lakini Allah tabaraka wa taala akampa mtoto wa kike. Baada ya kumpa mtoto wa kike akasema, walaisa dhakara kal untha, hakuwa mtoto wa kiume kama mtoto wa kike, lakini akamuita jina lake, inni samaituha Maryam, lakini mimi nampa jina la Maryam, yani mtumishi wa Allah tabaraka wa taala. Lakini akaomba dua akasema, wa inni a'udhu biha bika wa inni a'udhu, anasema wa inni u'idhuha bika. Sikiliza dua aliyoomba mama bibi yake na Isa au Yesu, wa inni u'idhuha bika
wa dhurriyataha minashaitani rrajim, hakika yangu mimi Allah namlinda huyu mwanangu Maryam niliyompata yeye na kizazi chake na sheitani aliyelaniwa. Kwa Maryam mama yake Yesu hakuguswa na sheitani wala Isa mwana wa Maryam. Matatizo ya familia. Siku moja nikiwa katika ofisi yangu nimekaa, ghafla alinijia mwanamume mmoja ambaye mwanamume yule alivyofika pale vijana walitaka wamweke kidogo pale sebleni, akaya ni sehemu ya kupokelewa, akae kidogo, kulikuwa kuna kijiforeni kidogo, lakini bwana alionyesha ana haraka. Baada ya kuonyesha kusikia marumbano, kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa, nikamwambia hemu wacheni aingie. Matatizo ya familia. Wewe familia yako ina shida gani? Piga namba 771 tujue tunasaidiana vipi tuondoshe hiyo dhiki na laana ya familia, ili maisha yenu yakae vizuri, mambo yaende, riziki zifunguke. Lakini pia piga maradhi ambayo ni ya ukoo, mara kisukari cha ukoo, mara sijui kitu gani cha ukoo, mara hivi, watu hawana raha, watu hawana furaha kwenye haya maisha. Je, wewe una dhiki hiyo? Una tabu hiyo? Mambo yako yaendi. 771 inapatikana WhatsApp 220, unaweza kupiga direct, yani moja kwa moja. Usisahau kusubscribe channel yetu hii na kushare na kucomment yaliyo ya kheri, watu wengi wapate faida. Kijana walimfungulia na akaingia mule ndani, kisha akakaa. Baada ya kukaa, yule bana akaniambia, shekhe, naomba niache nilie kwanza, yani nilie kwa uchungu. Yule bana nikampa fursa, nikamwambia hebu lia. Akalia sana yule bana baada ya kukutana na mimi, kwa sababu ameishia kuniona tu kwenye mitandao. Sasa kaniona live, anajua imani yangu hapa kwa huyu bwana, ili tatizo litaniondoka, na mikutano mikubwa ambayo kaiona, anasema hili jambo litakwisha. Basi alilia. Unajua kuna leo vya namna mbili, kuna vilio vya namna mbili kama sio tatu. Kuna kilio mtu analia unakerekwa, kwa nini analia, ile sauti anaitoa. Tazama watu, kina mama wengi mnaokwenda misibani, unatoka huko safari, umesafiri, baada ya kupata msiba ulilia kwa uchungu baada ya kusikia mtu kafa. Ukatoka huko, kuna mtu mmoja alikuwa ananipa kisa, anasema wanatoka Dar es Salaam wanaenda sehemu moja panaitwa Mlalo. Si kitu kama Mlalo, ni maeneo ya Tanga. Wanaenda, wengine wanachati, wengine wanasikiliza muziki kwenye gari, wamekodi coaster. Kana kwamba hakuna msiba. Mmoja katika wale akawa anaeleza, jamani, so mfike kule mjifanye mnalia, na wakati hapa mnasikiliza muziki na wengine mnaimba. Walivofika wakashuka, wanatembea vizuri, wanazungumza mpaka walipofika nyumba ambayo yuko marehemu pale. Sasa mwenye kutupa viatu, mwenye kutupa simu, mwenye kuajiwezi anapiga mayowe, anapiga kelele. Baada ya hapo wanaokoto wanafika ndani, dakika 2 tu kilio kimesha. Ili kuwaje? Anakaa mzima, hali tena, anasubiri mtu mwingine atakayekuja, analia. Akisikia tu fulani analia, naye anakurupuka, anaanza kulia. Kuna vileo vingine vinakera, lakini kuna mtu analia, we mwenyewe unajihisikia, unahisi huzuni katika nafsi yako. Yule bana alilia, mtu mzima akilia ujue kuna jambo. Hali mtu mzima isipokuwa kuna jambo. Nilikuta mimi mwenyewe machozi yananitoka kwa sababu alikuwa analia kwa hisia. Nini kilichokuwa kinamliza? Jambo gani lililomliza? Je, wewe unalia na mangapi? Tulizo, suluhisho nimelipata Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Usikose sehemu ya pili. Je, tatizo ulilonalo kwenye familia unajua asili yake? Na sasa imepatikana tiba yake. Wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.